Na ndio maana hata peponi ni amani. Sawa? Yani peponi ni amani tupu. Na ndio mara wote tunakimbilia kwamba Mungu atupeleke peponi kwa sababu tunakwenda kwenye amani. Motoni hakuna amani. Amani iko wapi? Iko peponi, si ndio? Sasa basi, kama hivyo ndivyo, na sisi wote ni ndugu, tunaingia kwenye uchaguzi. Tunapoingia kwenye uchaguzi kuna mambo mengi. Sawa? Kuna watu wana vyama vyao mbalimbali. Kwa hiyo tunatofautiana mitazamo ya kivyama, si ndio? Kila mmoja na chama chake. Sawa? Lakini ukumbuke kwamba vyama vyenu hivyo, Uislamu umesimama pale pale. Itikadi zenu za vyama zisiwatoe katika imani. Sawa? Maana yake zinapowatoa katika imani, ukawa sasa ndugu yako Muislamu unamfanya ni adui yako kwa sababu yeye chama chake chama chengine sio kama cha kwako wewe. Sawa? Maana yake unaanza kutoka katika misingi ya Uislamu kwa sababu utajenga chuki baina yako na ndugu yako Muislamu kwa sababu ya tofauti ya vyama tu. Ni mitazamo ya kidunia, kila mmoja ana uhuru wa kumchagua anayemtaka, wa kupeleka mawazo yake kwa sababu si mmesikiliza sera za wagombea, si ndio? Kwa hiyo sera ndio zinakupa wewe maamuzi uende unakotaka, hakuna shida. Sisi polisi hatuko kwenye vyama. Sisi tumetolewa huko. Sawa? Sisi wote ni wananchi wetu na wote tunatakiwa tuwape huduma sawa sawa. Tumeelewana? Kwa hiyo huo ndio msimamo wa jeshi la polisi. Sasa basi, endapo kama tutatekeleza wajibu wetu, maana yake tutarahisisha maisha yawe rahisi sana kwa sababu amani kitawala, kila kitu kitakuwa kipo sawa sawa. Sawa? Maana yake ni nini? Tumetoka kwenye kampeni. Tumehubiri amani sana wakati wa kampeni. Na alhamdulillah watu wameelewa kampeni. Tumekwenda kwenye kampeni, watu wamekwenda kwenye harakati zao za vyama, wamesherehekea vyama vyao. Sawa, mikutano imekwenda. Tumejitahidi sana polisi kutoa mashirikiano na wananchi, tukishirikiana nao. Tumepunguza mambo mengi kwa ushirikiano wenu, ikiwemo sawa, zamani ilikuwa watu wakienda kwenye mikutano, wakirudi wale washakati wagogo lishanyoshwa barabarani, si ndio? Gari haipiti tena. Wale watukanana, wamekutana watu wa vyama viwili, wanatupiana mawe, si ndio? Kwa hiyo hule haukuwa ustaarabu na watu walikuwa hawajafahamu nini siasa. Lakini kwa sababu elimu imetoka sana, sasa watu wameelewa na wamefahamu ni nini siasa. Na ndio maana tumeanza kampeni mpaka leo tuko tarehe 24 mwezi wa 10. Sawa? Bado masiku machache watu wakatie kura kuwachagua viongozi wao wanaowataka. Bado tuna amani, imetulia na hakuna magomvi ambayo yametokea. Na nimefanya utafiti kama Afandi Hamadi, na nimezunguka kwa sababu sehemu nyingi za mkoa wa Kusini Pemba, nimerusha clip nyingi mitandaoni kuhamasisha uwepo wa amani. Nashukuru sana kwamba watu wanaendeana mazikoni. Si ndio tunakwenda mazikoni akifa mtu? Hakuna ubaguzi kwamba huyu kafa wa chama fulani azikwa na watu wa chama fulani. Haya yameondoka. Tumshukuru Mungu, tumepiga hatua sana. Lakini ilikuwa kwenye harusi ya fulani kifutana na watu fulani. Sawa, mtu ndugu baba mmoja mama mmoja walikuwa wakianzisha magomvi kwa sababu tu huyu chama hiki uchama hiki. Wakati yale mambo ya kidunia, kila mmoja na mapenzi yake, kila mmoja na sera anazotaka kuzifuata, si ndio? Lakini huko tumetoka na tumshukuru Mungu. Maana yake ni nini? Pia watu wameelewa somo. Watu wameelewa siasa ni nini. Sawa? Hata sisi tunaona ni vizuri. Lakini pia tumepunguza hata ajali za barabarani. Mungu aendelee kutuhifadhi. Kampeni hizi hata watu ujazaji wa kwenye magari umepungua sana. Hawakuwa watu wakijazana kama kumbi. Tumeona miaka ya nyuma ilikuwa watu wakijazana mpaka zikitokea ajali, na bahati mbaya sasa inapotokezea ajali ukienda ukiangalia watu ambao wamepoteza maisha ni watoto wadogo kabisa, wengine takura wapigi. Kweli si kweli? Wenenu, si ndio? Na tulisema kabisa kwamba hizi kampeni zinahusu watu ambao sawa, wale ambao wana interest na kampeni, maana yake mwisho wa siku watakwenda kutia kura zao kumchagua anayemtaka. Lakini ilikuwa mpaka watoto wadogo wanafunzi wakijazwa kwenye magari na kwenda kwenye kampeni. Sasa ziwasaidie nini? Ikitokezea shida wanakufa wengi. Lakini tunashukuru kwamba hilo pia somo limeeleweka. Hata wanaokwenda kwenye kampeni ni watu ambao wanajielewa, watu ambao wana sifa zao za kuchagua na kuchaguliwa. Basi tumefikia katika hatua mzuri. Sasa tunaingia katika hatua nyingine ambayo hii ndio kubwa,
kwa sababu nguvu zote ambayo ilitumika na wanasiasa, nguvu yote ambayo imetumika na jeshi la polisi katika kutuliza amani, nguvu kubwa ambayo mlitumia nyinyi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kutuliza mambo mbalimbali ya amani katika nchi yetu, sasa tunakwenda ukingoni. Tunataka tumalizie hivi hivi ambavyo tumeanza. Sawa? Tumeanza vizuri, tumalize vizuri. Kwa sababu naomba niseme kwamba penye amani na utulivu kama hivi sasa, basi kuna faida nyingi sana zinapatikana. Na leo nataka niwakumbushe kidogo ili mjue kwamba penye amani na utulivu kuna faida nyingi zinapatikana. Faida ya kwanza ni upendo. Upendo Nikisema upendo manake watu wanaishi kifamilia. Sawa, lakini kinyume chake pakianza vurugu hapa, mmoja akianzisha vurugu au kikundi cha watu kikianzisha vurugu, maana yake mtaanza kushutumiana nyinyi kwa nyinyi. Mtaanza kusema fulani ndiye mbaya, fulani ndiye mbaya. Kama ni mbaya tumfanyeje? Tumtie adabu. Unamkuta labda akaenda kutiliwa nyumba yake moto, unamkuta labda migombe imekwenda kukatwa, umekuta na ng'ombe wake mwituni borini amekwenda kuchinjwa. Sawa? Kwa hiyo kunakuwa na hujuma ambazo hazina msingi. Sawa? Kwa hiyo kuna faida, lakini pia kuna kinyume chake. Likitokea vurugu kuna madhara. Lakini pia tumeona watu wamefanya biashara zao kwa amani na utulivu kabisa. Wameenda kufanya biashara zao kwenye maduka yao, watu wanakwenda na harakati zao kimaisha, anayekwenda shamba anakwenda, sawa, anayesafiri anasafiri, sawa. Kwa hiyo harakati zote za kimaisha ziko vizuri, wanafunzi wanakwenda shule, sawa. Hakuna shida yoyote kwa sababu amani imetawala. Lakini siku akikinukisha mtu hapa, yote atakatika hayo. Na akikatika hayo, harakati za maisha itakuwa hasipo tena. Kwa sababu vipi? Kwa sababu watu watakuwa sasa wako katika tension ya kwamba nani wanafanya haya matukio, ni kuanza kutafutana. Tukianza kutafutana sasa, watu watabakia majumbani, watu watakimbilia mwituni, mtasambaratika wenyewe kwa wenyewe. Itakuwa sasa umaskini unaanza kurudi tena. Yaani kama tulishapiga hatua 50 mbele kwenda kwenye maendeleo, tutarudi moja. Kwa sababu wanawake watakimbiwa na watoto hawa. Tumeshuhudia watu walizikimbia familia zao, kumbukeni. Wakakimbilia kwa kukimbilia kwa sababu walikinukisha, halafu baada ya kukinukisha hawakuweza kukaa, wenyewe wakawa ndio mwanzo kukimbia. Maana yake shida anayekinukisha hakai. Akikinukisha tu katafuta kidau kakimbia, si ndio? Lakini anapokimbia, je, ndio malengo hayo? Anaacha familia, anaacha watoto wake, wazazi wake, jamaa zake, tena wao wanamtegemea yeye kama kiongozi wa familia, si ndio? Matokeo yake sasa wanateseka. Wengine wanaacha wagonjwa vitandani, wengine wanaacha, wengine ni walemavu wanahitaji mahitaji maalum, wanawaacha wao, wachumi ndio wanakimbia. Sasa tunasema kwamba wale wenye nguvu za kusimamia familia na kutoa huduma ndio ambao mwanzo hukinukisha, halafu akawapa shida. Hapa kuna watu, sawa, nikiongea haya, wao ni wahanga wa matukio hayo, kweli si kweli? Yes, kwamba kuna kina mama hapa ni wahanga, wamekimbia na waume zao, wengine mpaka leo hakurudi tena, si ndio? Sasa hayo hatutaki atokee. Na wengine wamerudi, watulie, kwa sababu hii nchi inaongozwa na sheria na kanuni. Sawa? Nchi inaongozwa na sheria na kanuni. Na ndio maana tukasema kwamba watu wanatakiwa washindane kwenye nguvu za hoja. Yaani mnapokuwa na jambo, nendeni kwenye hoja, mbishani kwenye hoja na kwenye sheria, lakini sio mwanze kuchukua sheria mikononi. Sawa? Mara hii kama tunavyoona kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi na utakuwa ni siku ngapi? Siku 2. Sawa? Tarehe 28 na tarehe 29. Tarehe 28 watapiga watu maalum, tarehe 29 watakwenda kupiga watu wa kawaida, si ndio? Lakini hiyo ni sheria ambayo imetungwa na iko hivyo. Sasa kuna watu ambao wameanzisha maneno ya kwamba hii kura ya mapema haitambuliki. Jamani, kura ya mapema inatambulika na ipo kwa mujibu wa sheria. Watakwenda sikia wanaohusika tu. Na niseme kwamba kwenye kura ya mapema hivyo vyama vyote vinakuwepo na mawakala wote wanakuwepo na kila kitu kinakuwa kipo. Kwa hiyo
wale mawakala wa vyama mbalimbali ambao wameidhinishwa na vyama vyao, wao ndio wanaaminiwa kwenda kusimamia maslahi ya vyama vyao. Si unaeleweka hapo? Wale mawakala wale wa vyama vyao vyote vya siasa ambavyo vipo pale ndio vitapeleka mawakala wao, hao ndio wanaoamini kama vyama kwenda kusimamia masuala yao ya haki zile ambazo zinatafutwa pale. Sawa? Maana yake ni nini? Hao wapo kwa mujibu wa sheria. Lakini maana yake vikundi vya watu wengine ambavyo vitatoka wakaseme kwamba labda hapa haupigwi, hapa haipigwi, au tunakwenda kuanzisha vurugu kituoni, au tunakwenda kuiba visanduku, au kufanya vyovyote uchaguzi usifanyike, maana yake hao wanaitafutia balaa hii nchi. Tumeelewana? Kwa sababu polisi pamoja na idara mbalimbali za ulinzi na usalama wamejipanga kutuliza amani. Sasa we na kikundi cha watu waziwani tu wakitoka wakasema wanaenda kuichafua amani, wataachwa na hivyo vyombo vya ulinzi na usalama? Halafu wajitizame wao ni wangapi wanakwenda kushindana na dola. Sawa? Maana yake nasema hivi, na reference hapa Ziwani 2020 hapa watu walianza kukusanyika hapa. Shughuli ilianzia hapa. Vijana walihamasishwa wakaanza kuondoka hapa. Sawa? Kuanzisha vurugu la kujikusanya na kutaka kwenda kutoka point A kwenda point B kwa ajili ya kwenda kukinukisha. Tumeelewana? Tunakumbushana Lazima loko hapa ni wale vijana ambao ndio wanaopelekwa mbele sasa. Wazee, watu wazima wanajitambua. Lakini vijana hawa ni wanani? Ni watoto wenu. Mmewazaa wenyewe. Sawa? Mnawajua. Na ndio maana nikasema Ziwani yote ingekuweko hapa, kila mmoja akajua wajibu wake. Kama wewe ni mpiga kura, kisheria inakutambua una sifa za kuwa mpiga kura. Una sifa za kuwa mpiga kura. Maana yake wewe sifa yako ni mpiga kura. Uende ukapige kura kama mpiga kura. Na unapokwenda kupiga kura, maana yake kama kituo kimefunguliwa saa 12 asubuhi, ukifika pale wapo watu watakuelekeza. Kama sifa unazo unaambiwa kaa foleni, ikifika unapiga kura yako, ukipiga kura yako, mlinzi wa kura wako yuko pale, sio wewe tena. Sasa wewe ukishapiga kura watakuwa urudi wapi? Urudi nyumbani. Mtu akwambia mimi ninabakia tutakalinda kura zetu. Wewe utakalinda kura kama nani? Tupo. Maana yake wewe kushapiga kura, halafu unajeka chini ya muembe kituo kile pale, na anayekuja unamwambia kwani kuna ntilia na njoo. Hiyo ni siri yake. Atakuambiaje? Unamwambia tukae hapa. Wanaanza 2, 3, 4, 5, mara kikundi kimekamilika. Sawa? Kikikamilika unafikiria na hawaruhusiwi kubakia maeneo hayo, wataachwa baki yao. Sawa? Maana yake ni kuanzisha nini? Vurugu. Piga kura yako, ukimaliza rudi nyumbani, nenda kafanya harakati zako za kimaisha. Tunategemea sana kuona hapa Ziwani watu wamepiga kura, wa shamba kenda shamba, wakongwa mihogo amengwa mihogo, wa dukani kakaa dukani kwake. Sawa? Anasubiri kama Mungu kamchagua kiongozi wake. Maana yake mimi nasema tauhidi. Yaani Mwenyezi Mungu anasema, sawa? Humpa ufalme mwisho wa siku. Tutil mulka man tashau. Humpa ufalme amtakaye. Sawa? Huyo ndio Allah. Maana yake vipi? Ikiwa Mungu hajataka wewe upate utukufu wa dunia hii, basi Mungu hakupi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kura yako moja haitomweka mtu madarakani mpaka ziwe nyingi zimpite mwingine, si ndio? Sasa fujo la nini? Kushapiga kura, rudi nyumbani, waache walioko. Ikiwa kutakuwa na mambo hayako sawa katika sheria, watasimama wengine wako pale na kila kitu kimepangwa pale. Ikiwa hukubaliani na huyu, jaza fomu, si ndio? Jaza fomu, utaratibu wa sheria umewekwa ili hayo yafanyike. Sawa? Kwa maana hiyo, kina mama, mnanisikia vizuri? Nyie kina mama ni wapigaji kura wazuri. Wala hamna fujo, wala hamna vurugu. Lakini je, ume zenu? Je, watoto wenu? Waume zenu na wenenu, je, wao vurugu hawana? Sasa nashukuru kina mama mpo kwa wingi. Kina mama mpo kwa wingi, mkakae na waume zenu. Baada maana yake tumesema vikao hivi vya kutuliza amani vianze kwenye ngazi ya familia. Muache mihemko. Mnajua mihemko? Muache mihemko. Sijui Kipemba tuite vipi? Jazba. Excellent.
Excellent, good. Tuache jazba. Sawa eh? Maana nakwambia leo nimeenda kuongea na watu msikitini kuwafahamisha hili, maana kuna mmoja anakuambia atakakupandisha mashetani. Yani kama vile anataka kuuchagawa. Sasa hii zile ndio jazba ambazo hazitakiwi. Wewe kama una hoja, njoo kwenye misingi ya hoja, tufungue vitabu vya sheria, tuangalie kanuni, halafu hoja yako ilete mezani, halafu tukutizame. Mimi ninasimamia sheria, nitakujibu, nitakwambia sheria iko hivi hivi hivi. Lakini ukitumia jazba zako ndio mwisho wa siku unalala selo, unaishia kwa mahabusu. Ndio vyako vikikupata pasikia babe fulani sasa kwambia mimi mume wangu usishirikiane na watu haya kunkamatwa pekee. Wengine wao wapi? Kushakamatwa pekeo. Sasa mtihani huo. Haulezi umenta kaweza peke yangu. Na wewe kushakamatwa na hujuta toka lini uko ndani. Kunkwenda chokoza watu yatabaki hayo eh? Kunkwenda ingilia mambongwa wewe kunkwenda chokoza mambongwa. Vipi? Kunkwenda kwenye panga ya watu sio? Umekwenda kwenye panga yasiwe hayo. Kwa hiyo kina mama mkae na ume zenu muwafahamishe kwamba babe fulani sawa eh? Kuna maisha baada ya uchaguzi. Kapige kura, rudi nyumbani, tule mashelisheli. Sawa? Piga kura, rudi wapi? Nyumbani. Tuje tuzane familia hii. Sawa eh? Mwambie hasa chaguzi zimeanza tokea 95 mpaka leo maisha yanaendelea. Na bado maisha yatakuwa yaendelee tena. Lakini na mume wako naye na watoto wako waambie. Sawa eh? Una watoto wako na washaingia katika kupiga kura, akitoka asubuhi mpaka saa 12 au alala geto huyo. Sawa eh? Usisubiri kuja kasikia bwana we Makame Kombo Haji Sijui Muhammad wankwenda fanya vurugu sasa hivi wa ndani. Sasa na wote anza kutafuta safari ya kwenda kumtafuta alipo. Hapana, tuzuie mapema kabla halijatokea. Lazima wazazi tukae na watoto wetu tuwafahamishe kwamba siku ya tarehe 29 kwenda kupiga kura, barabara akapige kura, arudi wapi? Nyumbani, sio kujikusanya, na ikiwezekana tia kufuli mfungie kwa ndani ukiona na shida. Asiyakaenda kachezea pombe alafu akaja akatufanyia fujo, hatutamwacha. Kashapiga kura, halafu anakwenda kupiga mtindi mpaka anakokoteka, aburutika kipemba hicho anaburutika. Halafu anakuja kutufanyia fujo kwenye vituo, anakuja kuwashulisha wengine wanaopiga kura, hatutamwacha. Kwa hiyo siku hiyo tunasema kabisa watu wasinywe pombe. Wakachanganya mawazo yao na mawazo ya pombe. Sawa eh?